Kwanza mwenyekiti, nishukuru bodi. Shukuru bodi ya Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Mohamed Dewji pamoja na makamu wake hapa wa bodi Mangungu kwa kutukumbuka wazee wao, kwa kutupa nafasi kama hii ya kuzungumza leo. Niwapongeze sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, kwanza niwapongeze vijana wetu kwa maana ya wachezaji. Mcheza kwao utunzu, cheleko na mwenye mwana, na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na cheleko wamefanya kule kwao, sasa wanakuja kwetu hapa. Sasa huu uwanja wetu sisi, uwanja wa nyumbani. Ninaambia mwenyekiti, kuna jamaa walikuwa wanasema hivi, unajua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi. Sasa Waarabu nakwambieni wanakuja warefu sasa. Ni Waarabu ni wanakuja watu warefu, wale wafupi tumeka balance huko. Na wasubiri jamaa zetu. Si ndio woga nyama mnaogopa watu wafupi. Baba yako mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia Waarabu, tarehe 9 hawatoki Waarabu. Hawatoki. Mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu wale Waarabu. Waingie huko, watokee Kongowe, tokee Mtwara, pande mbili ndio kwao. Kudada deki. Tena hadi mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia VAR sijui, wale wa Saudi Arabia ndio wako sawa sawa. Goli imeingia, wataonyesha yaani wao mdono wanaonyesha tu. Sisi huku refa namba wasema goli tu hilo. Hata kwenda kuangalia. Sasa subiri basi. Hatakuwaoni tena yule. Si mnanisikia nyinyi vijana? Mendo Fidemash. Waarabu tarehe 9 watatafuta mlango wa kutokea. Aga wewe Waarabu bwana. 93. Kishobakia sisi kuchukua kikombe tu. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huu mwaka huu kikombe kinakuja hapa. Inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwani kuna nini? Hoja Mwarabu kimwangalia sana hivi anaanguka mwenyewe. Hamja wacheki wa jamaa. Mwarabu hapendi kuangalia usoni. Sasa mwenyekiti, kila mwanachama, kila mpenzi ndio aliyeshinda. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa kila mpenzi na mwanachama wa Simba. Najua inawezekana wazi kabisa kwamba tunaweza tukawa na hitilafu kidogo za hapa na pale, lakini hizo hitilafu tunaziacha. Tunasema kwanza tunashughulika na game, tukishamaliza tukifaulu inshallah, ambayo ndio mazumuni makubwa, sio kushinda tu. Kushinda ni sehemu moja, lakini kushinda kwa kufaulu, kuendelea nusu finali ndio malengo ya kila mwanachama. Nataka wanachama na wapenzi waelewe kwamba kuna tofauti gani kati ya uwanja wa Mkapa na uwanja mwingine. Nasema kwa Mkapa mtu hatoki sio kwa ajili ya wachezaji peke yao. Hatoki mtu kwa ajili ya nyinyi wanachama na wapenzi wa Simba. Mnapojaza uwanja ndio mnaofanya wachezaji wawe na nguvu zaidi. Kwa hiyo naomba mjitokeze, na ushindi huu mimi labda nitasema 50% ni kutokana na kujaza huo uwanja. Nataka nyinyi ikiwezekana pamoja na watoto wenu mwalete ile muwe shuhuda kwamba siku Simba waliingia nusu finali, basi na mimi nilikuwa nipo uwanjani. Na mtoto wako awe